Yo, bana, mambo vipi, mambo yaje? Hapa ni Chris Media 24 na mimi naitwa Chris JR Division 1 presenter all the way kutoka nyumbani Tanzania. Ni mfululizo wa story kutokea Bongo, kati ya zile trending zote ambazo zimezidi kufanya vizuri, zile trending zote ambazo zimezidi kutikisa kwenye mitandao, basi sisi ndio sehemu pekee ambayo tunakuwa tunadili nayo sana. Stories za celebrity kutoka Bongo hata nje ya mipaka ya Tanzania. Ngoma ya kwa Diamond Platnumz ambayo inaitwa Happy imeweza kutoka wiki hii hapa, na mapokezi yake yamekuwa ni makubwa sana kwenye upande wa YouTube. Ina zaidi ya watu milioni 1 ikiwa ni siku moja tu, imagine. Lakini pia baada ya kupostia kwenye ngoma hiyo katika mtandao wa Spotify, imeweza kuchukua na imeweza kusikilizwa na watu wengi. Lakini pia TikTok pia challenges zimekuwa nyingi sana. Hii ni dalili ya kuonesha kwamba Diamond Platnumz ni kinyorevu nyingine katika muziki ambao anakuwa anafanya right now. So ngoma hiyo bana imeweza kupokelewa vizuri jamii Tanzania, na yale ambayo kuweza kuyaona au kuweza kuyasikia, basi ndo hiki kwenye ngoma ya Happy imeweza kuthibitisha hilo. Ngoma hiyo imeweza kupostiwa kwenye page ya Nottingham Forest na mshikaji anaitwa Hodgson, moja kati ya washikaji ambao ni wakubwa zaidi duniani. Kwenye game ya jana kati ya timu hiyo na Tottenham Hotspur, jamaa aliposti picha then akaambatanisha na ngoma la Diamond. Hii ni kubwa sana kwa msanii kama Diamond, na baada ya hapo imemfanya hiyo ngoma sasa kuweza kusikilizika zaidi duniani na kuweza kupata ushawishi kinoma. Sasa kwenye page yao Wasafi umeweza kuposti na kuweza kumtagi mshikaji kwamba umefanya kitu bora sana, umefanya kitu poa sana, umefanya kitu bomba sana, kwa sababu umezidi kuipromote ngoma hii na inazidi kufanya promotion ambayo imeifanya mshikaji ni free kabisa. Hii nitakurudisha pia kwenye posti ya mshikaji anaitwa Lamine Yamal, ambaye aliweza kuposti ngoma ya jamaa anaitwa Skills kutoka Nigeria. Aliweza kuposti ngoma yake na then akairudisha ngoma ile kwenye lamani, na ilimpatia pesa nyingi sana. Shows zilikuwa nyingi sana kupitia ile ngoma, lakini pia namba zikazidi kuongezeka kwenye mtandao wa Spotify, then jamaa akaokota pesa nyingi sana. So unakuja kuona kwamba washikaji na watu maarufu, hasa watu wa mpira, wakitumia hizi ngoma za wasanii ni kama vile wanapromote sana na wanaipa heshima ngoma hizo kuendelea kufanya vizuri na kuendelea kupata mapokezi makubwa zaidi kwenye digital platform mbalimbali, kwa sababu akiposti yeye kwenye ngoma hiyo watu watajiuliza hii ngoma ya nani, wataicheki, kumbe ni Diamond Platnumz.